Polisi huko Lang'ata nchini Kenya wanachunguza tukio ambalo Faith Momanyi, binti mwenye umri wa miaka 19 aliyemaliza kidato cha 4, alifariki kwa kutatanisha nyumbani kwa mpenzi wake baada ya kusherehekea siku yake ya kuzaliwa. Faith inaripotiwa kuwa aliondoka nyumbani kwa wazazi wake na katika kundi la watu 5 walienda kwanza kwenye sehemu ya starehe maarufu kando ya barabara ya Lang'ata kwa ajili ya sherehe ya siku yake ya kuzaliwa, ambapo walikaa hadi saa 11 jioni. Wakati kundi hilo likitawanyika, Faith alienda kwa mpenzi wake pamoja na rafiki yake mmoja wa kike. Dakika chache za usiku wa manane, rafiki huyo wa kike aliwaacha Faith na mpenzi wake ndani ya nyumba hiyo. Rafiki huyo anasema alijaribu kumtafuta Faith siku inayofuata kuanzia asubuhi, lakini simu yake iliita bila kupokelewa hadi saa 11 jioni, ambapo mpenzi wa Faith ambaye ni Mark alimpigia simu kwa kumwarifu kuwa amefariki dunia. Majirani wanasema mpenzi wa Faith aliondoka kwenda kazini siku hiyo ya maafa, na alipokuwa akirejea nyumbani mwendo wa saa 11 jioni alikuta nyumba yake imefungwa. Kwa kutumia funguo zake za ziada alifikia nyumba hiyo na kumkuta Faith akiwa amefariki ndani ya nyumba hiyo. Uchunguzi wa maiti uliofanyika kwenye mwili wa Faith unaonyesha kuwa alifariki dunia kutokana na kukosa hewa na kwamba kulikuwa na kiasi kikubwa cha maji kwenye mapafu yake. Sampuli zaidi zimewasilishwa kwa mkemia wa serikali kwa vipimo vya sumu. Mpenzi wake bado yuko chini ya ulinzi wa polisi. Faith alipata alama B katika mtihani wa KCSE wa mwaka 2024 na alipaswa kujiunga na chuo kikuu mwaka huu kulingana na wazazi wao. Shoga yangu we, mambo yamejipa. Wewe endelea na ubishi wako hapa. Serikali ya awamu ya 6 kupitia REA imeshatoa ruzuku ya kulipia asilimia kubwa ya mitungi hiyo. Sisi tunachangia kidogo tu. Wewe unadhani ningepata mimi mtungi kwa pesa ile? Haya, ona mambo. Hilo. Lishawaka? Limewaka ndio, unacheza na gesi. Basi nipeleke na mimi nikachukue shoga yangu. Haya maharage nusu saa nyingi yameiva faster tu. Nishati ni maendeleo. Umewaka unatufikia. Tangazo hili limeletwa kwenu na wakala wa nishati vijijini REA.